adhuhuri hii na ya leo, ukae nasi kila wakati wa maisha yetu. Tuongoze Mwenyezi Mungu, utulinde na utukinge na yule mwovu Shetani. Baba, tunajikabidhi miguuni mwako hata katika hii ibada. Tunajua wewe ni Mungu na unatujali, unatuwazia mema. Tutazame Mwenyezi Mungu, tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu, amen. Asanteni sana kikundi cha Praise and Worship, tuwapigie makofi. Basi tutaendelea kusimama ili tuweze kupata somo la Zaburi, na Zaburi iliyotengwa kwa siku ya leo ni Zaburi ya 121. Zaburi iliyotengwa kwa siku ya leo ni Zaburi 121. Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzi akulindaye. Naam, atasinza wala hatalala uzingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli, Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele ni vivyo. Amen. Tuweze tuketi. Somo la kwanza, somo kutoka katika kitabu cha Mwanzo, kurasa wa 32 kuanzia mstari wa 22. Mwanzo kurasa wa 32 kuanzia mstari wa 22. Akaondoka usiku ule, akawatoa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yakobo, akawatoa, akawavusha mto, akavusha na vyote vilivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akishindana naye mweleka hadi alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimguza panafo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akivuka Penueli, akachechemea kwa sababu paja la mguu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvungu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panako uvungu wa paja katika mshipa wa kiuno. Na hilo ndilo neno la Bwana.
somo la pili nitoka katika kitabu ya Luka Mtakatifu 18 mstari wa 1 hadi 8. Akamwambia mfano, na kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na kati ya mji huo palikuwa na mwanamke mjane, aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu anaudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu, je, hatuwapatii haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye si mvumilivu kwao? Na mwambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Hilo ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya wanapokuja leo, tunaungana na Wakenya wengine katika hali ya huzuni, kwa maana tumempoteza moja aliye viongozi sio tu Kenya peke yake, lakini Afrika nzima na duniani kote. Na tunapotafakari maisha yake, pia sisi wenyewe tunajiuliza, tutafakari mwendo wetu katika dunia hii, kwa maana Biblia linatuambia kuwa sisi huku duniani sio kwetu, sisi ni wapita njia. Sasa pia tunapoangalia maisha yake, pia sisi tuone utakapofika wakati wetu wa kuondoka humu duniani itakuwaje. Je, mwendo wako uko vipi na Mwokozi Yesu? Asanteni na tubarikiwe. Nafsi yangu
Tuwapigie wanakwaya makofi mazuri kanisa. Asanteni sana wanakwaya. Basi nitawaletea matangazo kwa niaba ya Vika Daktari Simon Oriedo, HSC na PCC wanawakaribisha nyote. Tunawakaribisha kuabudu pamoja nasi leo. Ukaribisho wa pekee kwa wale wanaoabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza. Jisikie miguuni pa Yesu Kristo na uhimizwe kufanya hii kuwa kanisa lako. Tuko na mtu ambaye amekuja kuabudu nasi siku ya kwanza. Kama hii ni mara yako ya kwanza, inua mkono tu ili tuweze kukukaribisha. Tuko na mgeni kati yetu. Basi kama hakuna mgeni, tutaendelea na matangazo. Kwa utoaji wako wote isipokuwa pesa taslimu, tafadhali tumia M-Pesa Paybill nambari 604876 au nambari ya akaunti ya benki ya Equity nambari 080026286307. Wale wanaolipa pamoja kwa kupitia njia ya akaunti ya benki wanaombwa kuleta hati za benki ofisini, au ikiwa umetuma pamoja kwa moja kwenye akaunti kwa kutumia huduma za mtandaoni, tafadhali tuma ujumbe wa kukiri kuwa kwa simu ya kanisa nambari 0702934922. Kwa wale wanaotuma pesa kupitia paybill yetu ya M-Pesa, tungependa kusisitiza kwamba baada ya kuweka bili ya malipo, kwa upole onyesha kile unachotaka kama sadaka au zaka au shukurani, benki ya chakula na kadhalika. Tafadhali usiweke namba ya akaunti au jina lako. Tutakuwa na huduma ya kuweka wakfu kwa watoto wachanga Jumapili tarehe 2 Novemba mwaka huu katika ibada ya Kiingereza. Wazazi wanaombwa kuwasajili watoto wao ofisini ili wawekwe wakfu. Kasisi na timu nzima ya kichungaji wanawashukuru sana wote kwa kushiriki katika Jumapili ya mavuno Jumapili iliyopita. Mungu akubariki na akujaze marufuku na mifuko yako. Wale ambao hawakushiriki watapewa fursa baada ya ibada. Tutakuwa na Jumapili ya kusifu na kuabudu tarehe 23 Novemba. Ibada zitakuwa kama ifuatavyo: ibada ya asubuhi kuanzia saa 1 asubuhi, ibada ya pamoja vijana ya Kiingereza na ya Kiswahili kuanzia saa 3 ya asubuhi. Tujipange kuja kubarikiwa tunapomsifu na kumwabudu Bwana. Vitabu vya kasisi vinapatikana kwa mauzo. Ili kupata nakala, tafadhali tembelea ofisi. Idara, dawati la umoja wa mama, Jumapili ijayo tarehe 26 Oktoba mwaka huu itakuwa ni Jumapili ya 4. Watakuwa na ushirika
wa wanawake baada ya ibada ya Kiingereza. Wanawake wote wanaalikwa kuhudhuria. Kutakuwa na mapumziko ya wanawake katika St. Julian's Limuru mnamo Novemba tarehe 8, na malipo ni shilingi 2,000 kwa kila mtu. Wanawake wote wamekaribishwa. Tafadhali ulipe shilingi 1,000 ili kujiandikisha, na salio italipwa tarehe 5 kupitia Novemba kupitia paybill yetu ya kanisa. Account itaandikwa Ladies Literate, na utume maelezo yako ya malipo kwa Florin Bai wa nambari ya simu 0776089012 kwa kumbukumbu. Dawati la kanisa la vijana wadogo teens, Jumapili ya vijana wadogo itafanyika tarehe 16 naomba radhi, tarehe 16 Novemba mwaka wa 2025. Ibada zote siku hiyo zitaongozwa na vijana wadogo. Wanaombwa washirika wote kuwaunga mkono katika kuchangisha fedha kwa ajili ya kambi yao ijayo. Tafadhali njoo tayari kuwaunga mkono. Vijana wadogo ambao ni teens wa ACK St. Veronica wanapanga kambi kuanzia tarehe 1 Disemba mwaka huu hadi tarehe 5 Disemba itakayofanyika Shalom Hill. Watakuwa wakiosha magari kama sehemu ya shughuli ya kusaidia katika kutafuta fedha kuelekea kambi hiyo. Tafadhali tuweze kuwaunga mkono. Ratiba ya mikutano ya ushirika wiki hii ni kama ifuatavyo: Marigoine, Fuatanyayo, Kisii, Hazina watakuwa na fellowship yao leo tarehe 19 baada ya ibada ya Kiswahili. Golden Gate Jumanne tarehe 21 mwezi huu kwa nyumba ya Esther Gashiris, nyumba nambari 132 kuanzia saa 11 ya jioni. Mariakani itakuwa Alhamisi tarehe 23 mwezi huu katika nyumba ya Salome Kamau katika makao makuu ya serikali mkabala serikali ambayo iko karibu na Ark Junior. RTI Plainsview Balozi itakuwa Alhamisi Oktoba mwaka huu kwa nyumba ya Sophie Ngodho, nyumba nambari 1124. Riverbank itakuwa Ijumaa mwezi huu katika nyumba ya Jael Mbogo, nyumba nambari 42 kuanzia saa 12 ya jioni. Jumanne ijayo kasisi ataanza ziara ya kichungaji kwa ushirika wa RTI Plainsview Balozi kila siku kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 usiku. Wanachama wa ushirika huu kuona viongozi wao Sophie Ngodho na Valentina Atenya kwa ajili ya kupanga upya muda unaofaa kwa ziara hiyo. Nyote mnakaribishwa kwa kikombe cha chai baada ya ibada kwa niaba ya wanaume. Ni hayo tu kwa matangazo na
na Mungu azidi kuwabariki. Asanti Vikas Warden kwa kusoma vizuri mambo yanayotuhusu. Kwa wakati huu tutaenda kupata, kama kuna mtu yoyote ambaye amekuja na fungu la 10, ni wakati mwema wa wewe kuleta fungu lako la 10, na kama tunagojea ambaye atakuwa ameleta fungu la 10, tutakuwa tunaimba wimbo wa 288 cha kutumaini sina. Tutasimama sote ili tuimbe wimbo cha kutumaini sina. Wokovu mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako adhuhuri ya leo tukijua kwamba ni wewe tu ambaye unabeba maisha yetu. Ni wewe tu ambaye ni tegemeo letu, na ni wewe tu ambaye tunaweza kimbilia wakati wowote. Ninapoleta neno lako kwa watu wako adhuhuri ya leo, ninaomba uwepo wako. Ninaomba ya kwamba neno lako litufundishe, sauti yako na isikike, na Roho wako Mtakatifu ashuke. Ni kwa haya tunaomba kwa njia ya msalaba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tuketi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Linet Ombara. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na leo nawaletea neno la Bwana kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango wa 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Hapa tunapata fundisho kutoka kwenye moja ya hadithi za Biblia ambayo inahusu mwanamke mjane na jaji ambaye alikuwa jaji ambaye hakumwamini Mungu. Hakuona faida ya kumcha Mungu. Alikuwa mtu ambaye hakumheshimu Mungu na hakumheshimu binadamu yeyote. Kitabu hiki kinatuhimiza mambo matatu muhimu sana ambayo tunafundishwa kutokana na matendo ya mama huyu mjane. Kwanza, yatuhimiza kuomba daima. Bwana asifiwe. Mambo mengi ambayo yanatukumba duniani ni Mungu tu ambaye anaweza kuyatatua. Tunaweza kujipata katika wakati wa huzuni,
Kama sasa watu wengi katika nchi hii wamepatwa na huzuni. Tunaweza kuwa katika wakati wa raha, lakini jambo muhimu ni kwamba tunapoomba na kumtegemea Mungu atajibu kwa wakati wake. Sisi binadamu mara nyingi tunataka tunapoomba majibu yaje wakati huo huo, lakini tunahimizwa pia kuwa tuwe watu ambao ni wavumilivu tunapoomba. Tuwe watu wa kungoja majibu, kwani wakati wa Mungu ni muhimu kuliko wakati wetu. Bwana asifiwe. Mwanamke huyu mjane anaonyesha imani na ujasiri sana. Hakuogopa ya kuwa huyu jaji angemuua ama angemfanyaje. Katika nchi yetu tuna mambo ambayo ukisema ama ukionekana kama unauliza sana, maisha yako yanaweza kuwa hatarini. Lakini katika Biblia tunaona kwamba mama huyu mjane hakuogopa. Aliendelea kuuliza ili apate haki yake. Bwana asifiwe. Hakumwogopa yule jaji kwa sababu alijua anaye yule aliye mkuu kuliko jaji huyo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Ni tofauti na yule jaji ambaye sio mtu ambaye alimwamini Mungu. Jambo lingine ambalo tunajifundisha ni subira na uvumilivu. Biblia yatuambia kwamba Mungu atatoa hukumu ya haki. Ni mwenye subira na atangoja tuwe tayari kumwendea. Kwa hivyo tunapohimizwa kumuomba Mungu, ni Mungu tu ambaye anaweza kutatulia mambo yetu. Maombi inatupa nguvu. Maombi inatupa mwelekeo. Umuhimu wa kuendelea kuomba na kuwa na imani ni kwamba masikio ya Mungu lazima yanasikia maombi yetu, naye kwa wakati wake atajibu maombi yetu. Bwana asifiwe. Ombi hili la huyu mjane pia inadhihirisha ukuu wa Mungu. Huwezi kulinganisha jaji ambaye ni mwanadamu naye Mungu ambaye ameumba mbingu na dunia. Mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya kudumu. Mapenzi ya Mungu ni mapenzi ambayo tunaweza kutegemea. Naye tunaona ya kwamba huyu jaji hakukubali kwa sababu alitaka kukubali. Alichoshwa na maneno ya huyu mama. Alikuwa anamwendea kila wakati, nipe haki yangu, nipe haki yangu. Na hii inatufundisha pia sisi kama binadamu tujue yule ambaye tutamwendea. Wakati tunaona kwamba haki zetu zimefinywa, tujue ni nani ambaye tutamwendea. Ni Yesu mwana wa Mungu ambaye atatuokoa kwa wakati huo ambao unafaa. Bwana asifiwe. Majibu ya Mungu ni kwa wakati wake. Tunaona jaji ambaye hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu kwa kuwa mjane alimzidia na maneno, Mungu alimfanya akatuliza roho, naye akamsikiza huyu mama. Bwana asifiwe. Biblia pia yatuambia kwamba Mungu atawapatia haki upesi bila kusitasita wale ambao wanamwamini. Bwana asifiwe. Muulize mwenzako, je, unamwamini huyu Mungu? Mimi namwamini sana huyu Mungu. Kwa hivyo tujifunze kuwa watu watulivu, tuwe wavumilivu katika maombi, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwenye subira. Anajua wakati unaofaa. Tusikate tamaa. Hilo ni jambo la tatu ambalo inafaa tujifundishe kwenye Biblia, somo hili la leo. Mwanamke huyu mjane hakukata tamaa kwa sababu alijua kile ambalo alitaka na alijua ni haki yake. Tuwe watu wa kusimama kwa sababu tunajua Mungu anaweza kufanya majibu.
Kwa hivyo mambo matatu ambayo tunafundishwa leo: tuwe watu wa kungoja, tungoje majibu, tusiwe watu wa haraka wakati tunapoomba. Asipojibu pia inamaanisha labda sio wakati wake haujafika. Na pia tuwe watu wavumilivu. Kitabu cha Mathayo 4 yatuhimiza kwamba neno la Mungu ni chakula, kwa hiyo tusiache kulisoma. Tukisoma neno la Mungu tutajifundisha mengi. Tukisoma neno la Mungu tutapata amani katika mioyo yetu. Tukisoma neno la Mungu litatupa mwongozo na tutajua kuwa kumtegemea Mungu ni muhimu. Wathesalonika 5 mstari wa 17 pia inatuhimiza mambo ya maombi, kwa kuwa tukiomba tunakuwa karibu na Mungu, tunajua mapenzi yake. Kuna wimbo uliimba, onjeni muone Bwana yu mwema. Na wewe kama hujamuonja katika neno lake la Biblia, katika kumtumikia Bwana, wakati mwingine tunaweza kumtumikia lakini tunakuwa wenye unyonge katikati na tunaacha. Biblia inatuhimiza leo tuwe watu wa kuendelea na kuendelea na kuendelea, kwa sababu wakati wake ukifika naye atatutendea tunayotaka. Maombi ya fariji na pia yatupa nguvu na pia inazaa matunda ya Roho. Omba kwa shukrani, omba kwa imani na kwa hakika bila kusitasita. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ukurasa wa 13 katika vitabu vyetu. Ukurasa wa 13. Tutasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume. Pamoja na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa wakati wa utawala wa Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa na akazikwa, akashuka kwa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja tena kuwahukumu watu walio hai na waliokufa. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ulimwenguni kote, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amin. Bwana Yesu akae nanyi. Kwa wakati huu nitaomba tupige magoti ama tuombe. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa ujasiri tuombe alivyotufundisha Mwokozi wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe walivyotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amin. Ningependa tukaweze kuomba ombi la siku. Leo ikiwa Jumapili ya 18 baada ya Utatu. Sala la siku, tuombe kwa pamoja. Baba unayetupenda,
tunakushukuru kwa kutufundisha kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Njia ya kupata ukubwa ni kupitia kwa utumishi. Tunakushukuru ya kwamba Yesu alitufunza kwa mfano wake mwenyewe. Tusaidie ini kama Yesu tuwatumikie wengine kwa kujitolea bila ya kuhesabu gharama, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wakati huu ningependa tuombe kwa pamoja kwa sababu ya wanafunzi wote ambao wako shuleni na wanafanya mitihani kwa wakati huu. Kwa hivyo tunaweza funga macho tukaendelea mbele na maombi. Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako kwa sababu ya wote ambao wanafanya mtihani muhula huu Bwana. Tunaomba ya kwamba ungefungua akili zao ili waone vizuri mitihani ambayo inakuja. Naomba Bwana wasiweze kuingia na uoga ama kuogopa katika njia yoyote wakati huu wa mitihani. Mungu, tunaomba ya kwamba wote ambao watakuwa wanafanya mitihani wataweza kukumbuka ya kwamba mambo yale yote waliofunzwa na kujua ya kwamba wanaweza yote kwa sababu ya nguvu zako Bwana. Tunaomba uwashikilie Bwana wakati huu wa mtihani, wasiweze kupata magonjwa yoyote ama kuingiwa na wasiwasi aina yoyote. Wazingine Bwana, kusiwe na ajali inayowazunguka wakati huu Bwana. Tunaomba nguvu zako zikawabebe wakati wa siku hizo watakuwa wanafanya mtihani Bwana. Bwana, tungependa kuwakumbuka hawa kwa majina ambao watafanya class 6 grade 6 mitihani ya grade 6. Tunamkumbuka Abel, tunamkumbuka Jairo, tunamkumbuka Paul, tunamkumbuka Joshua, tunamkumbuka Johnson, Rosie, Stacy, Adele, Lakisha, Ryan, Kenzo, Doti, Chantel, Belinda, Charlene, Gertrude, Alain, Ebenezer, Mariam, Antonio. Bwana, tunaendelea kumkumbuka wale ambao wanafanya grade 9 ukiwa ni Andre Wanganga, Anthony, Genisio, Ebenezer, Faith, Samoina, Phil, Mercy, Ryan, Nigel, Julian, Jasiri, Triza, Zakaria, Stanley, Michael, Cedric, Yusuf Hossein na Margaret Wambai. Tunawakumbuka wale ambao pia bado wanafanya kidato cha 4 akiwa Lynn, Kennedy, Nyakeo, Edna, Duncan, Zach, Blessing, Sasha, Sonia, Kelvin, Annette, Fidelis, Alex, Duncan. Tunawakumbuka wale ambao wanafanya mwaka wa 13 akiwa Grasa, Doris. Tunawakumbuka ambao wako katika college ikiwa Helen Ngare, Susan Jerry. Tunamkumbuka pia Dwayne Mbai ambaye anafanya mtihani hii ya kuwa wakili. Mungu, hawa wote tumewaleta mbele zako Bwana kwa majina yao. Unawajua vyema. Wabebe kwa mkono wako wakati huu Bwana. Wacha wakawe washindi katika mitihani ambayo wanaenda kufanya. Tumeomba haya katika jina lako wewe ambaye ni Mwenyezi, ni Mungu na Baba yetu. Amen. Sasa wakati huu tutaenda kutoa sadaka. Kama uko pale na tutatoa sadaka wakati huu, na tunapokuwa tunatoa sadaka tutaimba wimbo wa 256 256. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. 256, yes. Ni tabibu wa karibu,
tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pweke limetukuka jina lake Yesu. Vitu vyote vyatoka kwako wewe Bwana, kutokana na vilivyo vyako twakupa wewe. Mwenyezi Mungu, wewe ndio ambaye ukatupa nguvu ya kufanya kazi, ukatupa hekima ya kufanya biashara, ukatupa uwezo wa kiafya ili tukaweze kufanya makazi mbalimbali. Na Bwana, kutokana na hayo tumeweza kuleta sadaka katika nyumba yako Bwana. Tunasema uipokee kama dhabihu iliyokubarika mbele zako Bwana. Fedha hizi zitakapokuwa zikifanya kazi katika nyumba yako Bwana, nasi tupate kubarikiwa. Wacha tubarikiwe katika manyumba yetu, tubarikiwe katika familia zetu, tubarikiwe katika biashara yetu, tubarikiwe katika maisha yetu yote. Wacha kibali chako kiwe kati yetu katika mambo yote ambayo tunafanya. Kila tutakapogonga milango ifunguliwe, kila tutakapokuita Bwana ukaweze kushuka, na kila tunapokuwa tunakutafuta Bwana tuweze kukupata. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa wakati huu ningependa kuuliza, unaweza kuwa wiki iliyopita haukuwa hapa tulipokuwa tunatoa shukrani zetu za mavuno na ungependa kutoa, ningekupa nafasi hiyo, uje utaleta tu hapa kwa madhabahu na tutaomba kwa pamoja. Kuna yoyote kati yetu? Kama hakuna, ningependa kusema asanti sana. Unaweza mgeukia, tafuta mtu, hakikisha umesalimia mtu, umwambie asanti kwa kuja kwa ibada ya leo. Asanti kwa kuja kwa ibada ya leo. Asanti kwa kuja kwa ibada ya leo. Asanti sana. Jumapili ijayo, asanti sana, barikiwa sana. Jumapili ijayo chukua nafasi hiyo na ukamkaribishe mtu mwingine pale ambapo unaishi, mtu mnafanya naye kazi. Wacha tuwe tunazidi kuombeana. Wale ambao wanatoka katika ushirika wa Marigoini, baada ya ibada hii kuna ushirika, tuweze kukutana kwa pamoja ili tuombe kwa pamoja na Mungu atazidi kuwabariki. Ambao wana ushirika katikati ya wiki, tafadhali wacheni tukumbuke kukutana katika shirika zetu kwa pamoja. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tuasema ni asanti kwa kuwa umetukusanyisha pamoja asubuhi ya leo. Umetuleta hapa Bwana tukaweza kusikiza neno lako ambalo umetukumbusha ya kwamba tusichoke kuwa kwenye maombi Bwana. Tusichoke kukuita, tusichoke, maana wewe haukai hakimu aliye dhalimu. Wewe husikia maombi na wewe utajibu kwa wakati wako uliwe mwema. Wewe hauharakishi na lakini pia hauchelewi. Unaweza kufanya mambo kwa wakati uliofaa. Kati yetu Bwana kuna watu ambao tuna mambo tofauti tumekuwa tukipitia, na labda kwa wakati mwingine tunafikiria umechelewa kwa sababu shida hii imechukua muda. Lakini tunataka kukumbusha Mungu, tunajua unatuona na unajua vyema mambo ambayo tunapitia. Bwana, tunaomba baraka zako zikawe juu zetu na ukajibu maombi yale tumekuwa tukiomba Bwana. Tubariki sote Bwana kwa njia zote. Kuna wengine wetu tumekuwa tukiomba kwa sababu ya magonjwa Bwana, na tunaomba uponyaji wako ukawafikie watu wako. Kila mmoja wetu hapa Bwana watujua vyema, kwa hivyo wajua ni ombi lipi tunalo Bwana.
Nenda ukajibu maombi yale ambayo Bwana yako katika maisha yetu. Jibu na tutendee na utubadilishie maisha. Na sasa Mwenyezi Mungu awabariki na awalinde. Mwenyezi Mungu awaanganie kwa wema wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwapa amani. Baraka ya Mungu mwenye enzi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu awe nanyi siku ya leo na hata akae nanyi milele daima. Amen. Amen. Asanteni sana kwa kuja. Wimbo wa kufumukana ni wimbo inaitwa Bwana Jeshi, ama ni nione. Twendeni askari. Twendeni askari. Twendeni askari. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Jeshi la shetani ikisikia jina la Mwokozi itakimbia. Kelele za shangwe zivume nchi, ndugu inueni zenu sauti. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Kweli kundi dogo, watu wa Mungu, la mababa yetu ni letu fungu. Hatutengwi nao, moja imani, tumaini moja na moja dini. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu.